ma nafqahu kathira, hatufahamu sana mimma taqulu, katika haya ambayo umeyasema. Kwa hivyo imetumika neno fiqh, ma nafqahu, bimaana ma nafahamu, hatufahamu sana katika haya ambayo umetuambia unayosema wewe. Wa qawluhu azza wa jalla, kauli yake Allah ni nguvu aliyotukuka, walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini nyinyi hamzitambui tasbihi zao. La tafqahuna min alfiqh, hamzifahamu tasbihi zao. Hao wanyama na ndege wasiokuwa binadamu wote wanamsabihi Allah na kumtakasa na kumtukuza, lakini ni binadamu tasbihi zao na uko kumtukuza kwa Allah nyinyi hamfahamu. Kwa hiyo hapa tukapata kwamba alfiqh maana alfahamu, nufahamu. Walfiqh fi alistilah, fiqh kisheria, yani kwa mujibu wa watu wa fiqh, sheria ni wanasema vipi fiqh ni nini? Alilmu ni elimu, fiqh maana ni elimu bil ahkam shar'iyya, ya kujua hukumu za kisheria. Fiqh maana ni elimu maalum hiyo ambayo inafungamana na hukumu za kisheria, al-amaliya, ya kivitendo vile kusali, kufunga, yote hayo yanahusiana na fiqh. Na kutoa zaka, kutekeleza ibada ya hija, yote hayo yanahusiana na fiqh. Al-amaliya, kivitendo, al-muktasabati, ambayo ni matendo yanayochumwa, min adillatiha at-tafsiliyya, wa dalili zake za ufafanuzi, wa dalili zake za ufafanuzi kabisa, za upambanuzi. Kawa sheria imepambanuliwa kila kitu, hilo linapambanua. Pengine tambiwa hili ni haramu kwa sababu kadha 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 kadha, na matendo yake hayo yanofanyika ni katika matendo haramu, au hili ni halali kwa sababu kadha kadha kadha, na matendo yake hayo yanofanywa ni halali kwa sababu kadha. Ufafanuzi kabisa, at-tafsiliyya, kwa ufafanuzi wake. Waqad yutlaqu al-fiqh, na hutamkwa wakati mwingine fiqh ala al-ahkam nafsiha, juu ya zile hukumu wenyewe. Zile hukumu wenyewe yusadiru al-fiqh al-asasiyya, misingi mikuu ya fiqh. Fiqh ina misingi yake, misingi mikuu. Wapi imetolewa fiqh? Fiqh inatoka wapi? Je, ni mtu tu amebuni akasema tuweke jambo la fiqh? Nipi misingi ya fiqh iko wapi? Msingi ya kwanza ipo, imewekwa msingi minne. Siku ya kwanza al-Qur'an al-Karim, ni Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu ndiko inametoka fiqh. Al-Qur'an al-Karim, Qur'ani tukufu, kuta aya imeelezwa, alafu wanazuoni wanachambua kifiqh kwa mujibu wa hiyo aya. Baada ya kueleza tafsiri yake, na ndani yake mnatolewa fiqh, mnatolewa hukumu. Hukumu hizo kwa njia ya fiqh zinachambuliwa kama vile tulivyosema, tafsiria kwa ufafanuzi wake. Kwa hivyo misingi ya mwanzo, masdari ya mwanzo ni Qur'ani tukufu. Kasani ya pili, as-sunnatul mutahhara, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyotakasika. Sunna iliyotakasika manake ni sunna ambayo hadithi yake imethibiti, ndio humo hutolewa fiqh. Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ni hadithi ambayo imethibiti, si dhaifu, si maudhui, humo hutolewa hukumu katika hadithi hii. Al-ijma, fil ijma, riano ya wanazuoni
katika zama hizo, na makubaliano haya hawakubaliani, la ni makubaliano ya umma mzima, katika wanazuoni wa umma mzima. Ittifaqu ulama hadhihi al-umma, ni ittifaqi ya wanazuoni wa umma huu. Kwa hivyo ikiwa imepatikana ijmaa, hakuna kuikhalifu. Ijmaa imetiliwa mkazo ndani ya Qur'an, man yushaqiqi rasula, na yoyote mwenye kumpinga mtume akamuasi mtume, baada ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili, baada kumbainikia uongofu alafu akafuata njia isiyokuwa ya waumini, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kwa hivyo hiyo ndio ijmaa, ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Ni wale hii matawala kumwelekeza uko alikoelekea yeye mwenyewe, uko alikoelekea alikotakiwa mwelekeza. Wanusli jahannam, na tutamuingiza katika jahannam, wasaqat masira, ni marejeo mabaya mtu kurejea. Kwa hivyo ijmaa imetiliwa mkazo na aya Qur'an, yashaqqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwa hivyo ijmaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ijtamiu ummati ala dhalala, hadithi ambayo ni hasa, ummati wangu haukutaniki katika jambo ambalo laupotea. Kubaliana ummati wangu, basi jambo hilo si upotevu. Kwa hivyo ijmaa haifai kuukhalifu. Kwa hivyo kwenye ndani hii misingi yake vile vile imetoka katika ijmaa. Ya nne al-qiyas, qiyas. Ya nne ni al-qiyas, qiyasi. Vile vile huchukuliwa fiqh humo katika qiyasi, ambayo ilhaqu asli bi far'i, ni kuikutanisha asili na tawi, biillati jami bainakum, kwa illa, kwa sababu ambayo sababu hiyo huwa inapatikana katika viwili hivyo, hupatikana katika asili na hupatikana katika far'a, katika tawi. Hiyo ni kwa kiasi. Asili ya ulevi kwamba ni haramu ni aya ambayo imekuja, inama al-khamru wal maisir, ulevi na kucheza kamari. Kwa hiyo umetajwa ulevi kwamba ulevi ni haramu. Kwa hivyo asili ni ulevi. Kwa nini ni haramu? Kwa sababu unalewesha. Ni haramu ulevi kwa sababu unalewesha. Kwa sababu ya kulewesha kuna kitu kingine ambacho hakijatajwa katika Qur'ani lakini kinalewesha. Kwa hivyo hiyo ndio kiasi, kinachukuliwa hicho kinacholewesha na hichi kinacholewesha ambacho hichi kimetajwa katika Qur'ani au hadithi. Sababu yake kwa nini ni haramu? Kinalewesha. Ng'ombe hii inalewesha, kutengeneza kama mapapai, basi inaitwa maziko saa 8, inalewesha. Halafu chengine marungi au inaitwa miraa, ni majani ambayo yamekaa kama, wala hachoki, shatafuna yale nishaa anaipata, anaweza akafua nguo za nyumba nzima mpaka mpya tabani kabati zote anafua. Kwa hivyo inalewesha. Kwenye Qur'ani haijatajwa lakini inalewesha. Kwa hivyo kwa sababu inalewesha, kwa hivyo tunachukua ile asili tunakutanisha na hii tawi, inapatikana illa, inapatikana sababu ambayo imepatikana katika tawi. Kwa hivyo katika hii tawi tunachukua na sababu iliyopatikana katika asili ambayo ndio ulevi uliotajwa katika Qur'ani ni haramu. Tunachukua na hii mirungi ambayo vile vile inalewesha. Kwa hivyo tunakutanisha pamoja, tunasema vitu hivi vyote ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu ile sababu ya ule ulevi ni kulewesha, na huku kwenye marungi ambayo haikutajwa katika Qur'ani lakini inalewesha. Kwa hivyo
tunavikutanisha pamoja kwa sababu illa imepatikana kwamba ni moja inalewesha. Kwa hivyo hiyo ndio kiasi. Kiasi vile vile kuchukuliwa fiqh ya kisheria, kuchukuliwa fiqh ya kisheria kwenye misingi hiyo minne ambayo tumehitaji: Qur'anul Karim, Qur'anul Karim, Sunnatul Mutahhara, Ijma' al-Qiyas. Mawdhu al-fiqh, mawdhu ya fiqh. Hii fiqh ina mawdhu gani? Nazungumzia nini fiqh? Mawdhu al-fiqh, mawdhu ya fiqh af'alul mukallafina, nazungumzia vitendo vya mukallafina. Mukallafina ndio sisi, wale watu ambao ni mukallafina, waliokalifishwa kufanya mambo, ambao ni Waislamu baleghe wenye akili timamu, hao ndio mukallafina. Kwa hivyo kwanza ni Waislamu, halafu wamebaleghe, halafu wana akili, sababu mwanazimu hao mukallaf, mtoto mdogo hao mukallaf, na ambaye sio Muislamu kwa upande mwingine haambiwi kwamba sali, sababu mpaka kwanza atamke shahada. Haambiwi funga mpaka kwanza atamke shahada. Kwa hivyo af'alul mukallafin inashughulikia vitendo vya wale mukallafin al-ibadi kawaja ala nahwi am wa shamili, katika namna ya ujumla, katika namna ya ujumla wake wote. Fahuwa yatanawalu, kwa hivyo inazungumzia fiqhi ila kati al-insan, mahusiano ya mwanadamu ma rabbihi, pamoja na Mola wake. Fiqhi inazungumzia mahusiano ya mwanadamu pamoja na Mola wake. Vipi utamwabudu Mola wako? Ibada hii utaifanya vipi? Wama nafsihi, nazungumzia vile vile uhusiano wa mwanadamu pamoja na yeye mwenyewe nafsi yake, wama mujtamaihi, pamoja na mkusanyiko wake, mujtamaa wake katika maisha yake, anapoishi na watu anatakiwa ishi vipi kwa mujibu wa fiqh. Kwa hivyo fiqh inazungumzia masala haya, naingia huko. Waitanawalu al-ahkam al-amaliya, na vile vile inahusiana na hukumu za kimatendo. Fiqh inahusiana na hukumu za kimatendo, ma yasduru anil mukallafi, na yale ambayo yanapatikana kutoka kwa mukallaf, min aqwali, kuanzia maneno. Kama maneno yako unayosema yanaingizwa katika fiqh vipi, kwa namna ya fiqh, maneno yako kuwaje, kwa af'al na vitendo vyako unavyofanya, kwa ukudi wa tasarrufat, pamoja na mikataba na matendo ya kisheria, pamoja na mikataba na matendo ya kisheria, yote yanahusiana na masala fiqh. Wa hiya ala nawain, na mambo hayo yamegawika sehemu mbili. Wa hiya ala nawain, yako aina mbili. Al-awwal, ya kwanza, kamul ibadat, hukumu za kiibada. Kamul ibadat, hukumu za kiibada ni salati, miongoni mwa sala. Kwa hivyo sala inaingizwa katika fiqh. Vipi unatakiwa uisali hiyo sala kwa mujibu wa fiqh, kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu? Fiqh, sala yako isali vipi? Siyami, funga yako hiyo utafunga vipi? Haji, hija yako hiji vipi? Wa nahwiha, na mfano wake katika masala ya ibadat, hukumu za ibadat. Ya pili, asani ahkamul muamalat, hukumu za muamalat, ya vitendo pamoja na wenzako, muamala wako pamoja na binadamu wenzako. Muamala wako unatakiwa uwe vipi? Min uqudi, katika masala ya mfungamano, na uqud katika masala hayo ambayo tumesema ya mikataba, tasarrufati na matendo ya kisheria, wa ukubati na adhabu
mateso, ubati na masala ya adhabu, wa jinayati na masala ya makosa ya jinai. Yote hayo ambayo yanafungamana katika masala ya fiqh, ubati wa jinayati na adhabu. Mgano hapo unatakiwa utoe adhabu ya kisheria, na jinayati makosa ya jinai, kwamba huyu kafanya kosa hili ni jinai, hukumu yake ipitishwe vipi kwa mujibu wa fiqh ya Kiislamu. Wa dhamanati na dhamana, yote haya yanahusiana masala hayo, wa ghairiha na mengine siokuwa hayo, mimma yuqsadu bihi, katika yale yanokusudiwa kwa hayo, tanzimu ilakati nasi, kupanga ilakati nasi, kupanga nidhamu za watu, kupanga mahusiano ya watu, nidhamu ilakati nasi, kupanga mahusiano ya watu, baadhihim ma baadhi, baadhi yao kwa wengine. Hayo ndio mambo ya fiqh ambayo yanazungumzia. Wa hadhihi al-ahkamu, na hukumu hizi, yumkinu hasruha fima yali, inawezekana kuzifupisha kama zifuatazo. Hukumu hizi kwa ujumla inawezekana kuzifupisha kwa kuzitaja kama ifuatavyo. Ya kwanza, kamul usrati, hukumu za usra, ukoo, min badi takwiniha, tokea ukoo kuundwa kwake. Umeundwa, umeanzia wapi ukoo huo? Ila nihayatiha, mpaka mwisho. Kuanzia kwake kama nini? Wayashmalu zawaji, inahusiana hukumu za kuoa. Tokea unatafuta mke wewe, tokea unatafuta mke mpaka unamuoa, basi inahusiana hapo al-usra, masala ya kujenga ukoo. Tokea unatafuta mke. Wa talaq, na masala ya kuacha, inahusiana na masala ya kuacha. Unataka kuacha, uache vipi? Sasa unaposoma hapa unapata kujua, unaposoma unapata kujua kwamba yote haya yanahusiana na masala ya fiqh. Sasa ukiyasoma mpaka ukayajua, utafahamu. Kikaa tu katika darsa basi utafahamu, kisha kitabu utafahamu. Lakini kama hutaki kusoma, hata kusikiliza hutaki, unakuja kwa masuala mengi ya kuhusiana na talaka. Shekhe, nimemwacha mke wangu lakini nilikuwa nimekasirika, kwa hivyo vipi talaka? Nimemwacha mke wangu lakini nilikuwa nimekasirika, kwa hivyo vipi talaka? Imekuwa talaka. Sasa nani anayemwacha mkewe na anacheka? Sasa masala haya utakaposoma utapata kujua na ukafahamu vizuri. Wa nasab, na masala ya nasab, ukoo vile vile umetokana tokea kuoa, talaka, nasab, kwamba huyu anahusiana na nasabu hii, huyu anahusiana na nasabu hii, yote yanahusiana na ahkamul usra. Wa nafaka, na masala ya kutoa, kumpa mke chakula, mavazi, wakati gani itakuwa ni wajibu kumpa mavazi, wakati gani itakuwa ni mapendekezo tu, ni mustahabu, ni jambo lenye kupendekeza kama utampa kula, wakati gani inakuwa si jukumu lako, wakati gani ni jukumu lako. Masala hayo. Wal mirathi, na masala ya mirathi, baada huyu kwamba amekufa amebakia huyu, nani anayerithi, huyu na mfano wake. Mambo kama hii ya kwanza. Ya pili, al-ahkamu al-muamalat al-maliya, hukumu zinazoonyesha muamalati wa kimali, lakini kimali wenyewe al-madaniya, ya kiraia. Madaniya hapa inakusudiwa kiraia, yani wewe una biashara yako au una mali yako, nyinyi kwa nyinyi, binadamu kwa binadamu, haihusiani. Yani tunatoa njia ile ambayo inahusiana na dola,
Kwa hivyo hii imevuliwa kwa sababu haihusiani na dola, ni ule muamalati baina ya watu na watu. Wa hiya almutaalliqatu bimuamalat alafradi, ni ile ambayo inahusiana na muamala wa mtu mmoja mmoja, mubadalatihi, na shughuli zao za kubadilishana, kama vile bain, katika kuuza na kununua. Katika kuuza na kununua zote inahusiana na masala haya ya kifiqhi, bain wa ijara, pamoja na ijara, kukodisha, bishabalanzi na kukodisha. Lakini muna miti mbalimbali, unaweza kukodisha wewe ni chochote tu, miti fulani haimo, midoriani haimo. Hivyo yote haya masala ijara, masala kukodishana, haya inahusiana na masala haya ya muamalat. Musharakatin wa nahwiha, na ushirika na mfano wake, kwamba wewe toa kiasi kadhaa na wewe toa kiasi kadhaa, tunafanya biashara hii au tunanunua shamba hili, nilete pamoja, na masala kama haya yote tutazungumza katika fiqh. Ya tatu, al-ahkamu al-jinaiya, kuhusiana na hukumu zinazohusiana na makosa ya jinai. Wa hiya allati tata'allaqu, vile ambazo zinafungamana bima yasduru anil mukallafi, katika yale ambayo yanapatikana, ambayo yamefanywa na mukallaf, yule aliyekadhifishwa, ambaye ni Muislamu mwenye akili aliyebaleghe, ndio mukallaf. Katika yale ambayo amefanya katika minjaraim, katika makosa, amefanya makosa, kwa hivyo apitishiwe hukumu gani huyu, adhabu gani apitishiwe? Taadiyat, na makosa ya kuruka mipaka, taadiyati, na makosa ya mipaka, wama yastahiquhu alaiha min uqubat, na yale ambayo anastahili kwa hayo makosa aliyoyafanya katika adhabu, apewe adhabu gani huyu? Na ya nne, ahkamu, hukumu almurafaati, hukumu ambazo zinaitwa murafaati, hukumu au sheria ya mwenendo wa kesi. Almurafaati, mwenendo wa kesi. Watakadha, na hukumu, hukumu za mwenendo wa kesi na hukumu. Ulifanya makosa, imebidi kesi ipelekwe kwa wale wanaohukumu makadhi huko. Kwa hivyo hivi vinahusiana vile vile na muamalat. Wa hiya almutaalliqatu bilqada, zinazofungamana na hukumu, ilo khusumati, katika mambo ya ugomvi, kwamba huyu kagombana na huyu kamchupia mipaka huyu, kwa hivyo lazima ahukumiwe huyu. Nani wa kuhukumu? Kadhi. Kwa hivyo inapelekwa kule. Wadawa, na mambo yanayohusiana na madai, yule anasema shamba hili ni langu na yule anasema ni langu, kwa hivyo inabidi hawa wapeleke ushahidi na hawa wapeleke ushahidi ili lijulikane ni la nani. Yule anasema kitu hichi ni changu na yule anasema si chake, ni changu. Kwa hivyo hukumu itatoka kwa kadhi. Je, itakuwa ni kulayamini au itakuwa ni vipi? Yeye ndiye atakayeamua. Kwa hivyo inahusiana na masala hayo ya madai, wa turuq al-ithbati wa nahwiha, na njia ya kuthibitisha kwamba kweli huyu anayedai ni chake hichi kitu au si chake, njia za kuthibitisha na mfano wake, mambo kama haya yote. Hayo ni muamalat. Al-ahkamu dawliya, ni hukumu zinazohusiana na dola, hukumu inahusiana na serikali. Wa hiya allati tataallaqu bitanzimi ilaqati dawlati al-islamiyya, ni zile ambazo zinafungamana na kupanga uhusiano wa dola za Kiislamu bighairiha, na dola nyingine. Kuna wako kwamba dola hii inataka kufungamana na dola fulani, au kuna uhusiano fulani baina yao na duali, miongoni mwa dola, bisilmi wal harbi, katika hali ya amani na katika hali ya vita. Kwa hivyo sasa hivi kuna vita au kuna amani, tufanye vipi baina sisi na majirani zetu wa nchi kadhaa? Kwa hivyo inafungamana vile vile na masala muamalati, lakini hii inahusiana na dola kwa dola. Wa ilaqati ghairi almuslimina, na uhusiano kati ya wale waliokuwa si Waislamu lakini almuwatinina bidawla, ambao ni raia, ni raia, si Waislamu
lakini ni raia wamo katika dola hili. Kwa hivyo vipi uhusiano fiqhi na hukumu vipi katika muamala huu? Utashmalu jihadi muamalati, vile vile nakusanya masala ya jihadi wal muahadat, na masala ya muahadat yote yanaingia hapo. Ikiwa mmepeana ahadi kwamba hakuna kupigana vita kwa miaka kadhaa, basi Waislamu wanatakiwa watekeleze hilo. Kwa hivyo masala haya yote yamo katika haya masala ya fiqh. Thamaratu ilmi al-fiqh, faida ya ilmu hii ya fiqh. Thamaratu ilmi al-fiqh, faida matunda, maanake tunakusudia faida ya hii ilmu ya fiqh. Maarifatul fiqh, matunda yake au faida yake ni kutambua hiyo fiqh, kutambua hiyo fiqh na amalu bihi, na kuifanyia kazi. Kuitambua hiyo fiqh na kuifanyia kazi, tuthmiru salaha al-mukallaf, kuleta faida, kutengenea ikawa mzuri sana huyo ambaye ni mukallaf. Ilmu ya fiqh akijua na kaifanyia kazi, basi faida yake anakuwa anatengenea kuwa ni mwema huyo ambaye ni mukallaf. Wasihata ibadatihi, na ibada zake anazifanya kwa usahihi, sababu itakuwa anafanya ibada huku anaijua. Leo watu wanataka kuisoma fiqh na wanataka kujishughulisha na elimu. Kwa hiyo mtu anasali anakosea katika sala, au mwingine anakuwa pengine ni imamu, lakini pengine maskini hafahamu tachukua jukumu ni imamu msalishi, pengine anaweza akakosa rakaa, hajui rakaa kaikosa, au rukuu kaikosa, au sijida kaikosa hajaipata, au kasahau kurukuu. Yote binadamu inatokea, lakini akisahau kurukuu ndio analeta sijida tusahau, kwa sababu kasahau kurukuu moja kwa moja, kwamba ile sijida tusahau itakava ile rukuu. Alafu ukasahau kusujudu, ndio akikumbuka ndio ataleta sijida tusahau bila kuileta ile nguzo. Kwa hivyo fiqh hii itamuelekeza vizuri. Kwa hivyo akisahau rukuu, akisahau sijida ni nguzo. Kwa hivyo ukiacha nguzo haitengenei mpaka nguzo irejeshwe. Kwa hivyo fiqh itakufahamisha kwamba unachotakiwa, madamu umekosea au umesahau kuleta sijida, pengine umeleta sijida moja baada ya sijida mbili, au umesahau kurukuu, umeenda moja kwa moja baada ya kusoma sura moja kwa moja kaenda kwenye sijida ya rukuu kaiacha. Ukikumbuka anakwambia ulete rakaa nzima, na unachofanya unaleta rakaa nzima. Uanza suratul Fatiha kusoma, halafu ndio utarukuu, halafu ndio utasujudu mbili. Kama ulikuwa mwanzo umesujudu moja, kwa hiyo kusujudu moja utasimama ulete rakaa nzima, ili uzipate zile sijida mbili za kusujudu pale ambao ni katika nguzo. Halafu baadaye ndio utaleta sijida tu sahau. Zote hizi ni faida ya kujua sihata ibadatihi, na usahihi wa ibada zake anazofanya, wa istiqamati sulukihi, na kunyooka kwa mwenendo wake. Mwenendo wake utakuwa uko sawa sawa, umenyooka kwa sababu ana elimu, anafanya jambo kwa kulijua. Wa idha salaha al-abdu salaha al-mujtama, na mja akitengenea akawa mzuri, basi mujtama wote utatengenea. Idha salaha al-abdu salaha al-mujtama, akitengenea mja kawa mwenendo wake ni mzuri, basi mujtama mzima utatengenea. Wasara fil natijati fi dunya, na itakuwa natija faida, yani katika dunia hii itakuwa as-saadata, ni kupata saada, ni saada maisha ambayo ni mazuri, wala aisha raghad, na kupata maisha ambayo ni ya starehe, wala aisha raghad, na kupata maisha ya starehe. Wa fil ukhra, na huko akhera, ridwanullahi wa jannat, ni kupata radhi za Allah, ni kupata pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kupata radhi zake ni pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hiyo ndio faida ambayo hupatikana katika fiqh.
فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. faida za fiqh katika dini, ufadhila za fiqh katika dini, na kuhimizwa juu ya kuitafuta hiyo ilmu ya fiqh, wa tahsilihi, na kuipata kwake. Tahsilihi na kuipata kwake. Inna tafaqquha fi dini, hakika kuwa na fiqh katika dini, min afdali al-a'mali, ni katika amali ilikuwa ni bora zaidi, katika amali bora, wa min atyabi al-hisali, na katika mambo yalikuwa mazuri. وقد دلت النصوص من كتاب السنة على فضله. Imefahamisha hivyo nasi dondoo za kitabu na sunna, imefahamisha hivyo juu ya ubora wake kutafuta ilmu ya fiqh, walhasu alayhi, na imekuja kuhimiza juu ya jambo hilo. Minha, katika dondoo hizo imekuja kauluhu taala, kauli yake Allah aliposema, wa makana almu'minuna liyanfiru kafa, wala haiwi kwa waumini kutoka wote kwenda kutafuta ilmu. Haiwi kwa waumini kwamba watoke wote kwenda kutafuta ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'if, basi kwa nini lisitoke kundi, kila watu likatoka kundi, wakafanya nini? Liyatafaqahu fi dini, ili wakajifundishe dini. Watoke kundi nende likasome, wanaokwenda huku kwenda huku. Kwa hivyo hapa asili yake watu walitoka, wanapotoka wanaenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huko kwao huko wasitoke wote wakawacha mji mtupu. Kwa hivyo aya bado inatuhimiza kwamba watu watoke wende wakatafuta ilmu, hapo ambapo pana ilmu wakatafute. Halafu wakishatafuta ilmu, waliyundhiru qaumahu, wapate kuwaonya watu wao, idha rajao ilaihi, watakaporudi kwao. Wenda wakatafuta ilmu, wakirudi wawaonye ilmu waliopata hiyo, wawafundishe watu wao watakaporudi kwao, la'allahum yahdharuna, ili wapate kujihadhari. Kwa jambo gani tumekatazwa tuliepuke, jambo gani tumeamrishwa tulitekeleze. Kwa hivyo Allah anahimiza watu watoke wende wakatafuta ilmu, na wakisharudi waje wawafundishe wenzao. Suratu Tauba aya 122. Wa qawluhu sallallahu, na kauli yake Mtume sallallahu, ma yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, yule ambaye Allah anamtakia kheri basi humpa fiqhi katika dini, yani humpa utambuzi katika dini, akawa ni fahamu dini. Kwa hivyo huyo ni mtu ambaye Allah anamtakia kheri. Kwa hivyo kinyume chake, yule ambaye Allah hamtakii kheri, hampi ufahamu, akawa na yeye ana moyo wa kufahamu dini. Yule ambaye Allah anamtakia kheri humpa fiqhi. Kwa hivyo yule ambaye yani humpa utambuzi katika dini, akaijua dini, akaishughulikia dini. Kwa hivyo yule ambaye hana haja ya dini kuifahamu, basi haliko pamoja na kheri huyo. Faqad rattaba an-nabii sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu kuizungumzia kheri hapa, ameipanga kheri kullahu, yote, ala al-fiqh fi dini, kwamba ipo katika utambuzi wa dini. Mtume sallallahu katika maneno yake haya ameyapangilia kwa kusema kwamba fiqh kheri yote iko katika kuitambua dini. Wa hadha mimma yadullu ala ahmiyatihi, na hii ni katika jambo lenye kuonyesha umuhimu wake ilmu ya dini, hususan hiyo fiqh. Wa aidha bi sha'nihi, na ukubwa wa jambo hilo, wa ulwi manzilatihi, na kuwa kwake ni daraja ya juu. Jambo hilo ni daraja la juu kufundisha dini. Mtume sallallahu, kauli yake Mtume sallallahu aliposema, innasu maadinu, watu ni kama madini. Innasu maadinu, watu ni kama madini. Dini ya dhahabu, ya madini ya thamani, ya madini kadha, ya madini kadha, ndivyo watu walivyo. Khiyaruhum fil jahiliya, yule mbora wao katika zama za jahiliya, khiyaruhum fil islam, vile vile anakuwa mbora wao katika Uislamu, idha faquhu, watakapokuwa wamefahamu dini. Yani alikuwa ni mbora katika jahiliya, katika Uislamu huko anakuwa ni mbora, lakini huku atakapokuja akajifundisha dini bado yeye anabakia kwa ni mbora. Kwa hivyo hii ni kuonyesha umuhimu wa kusoma dini.
falfiqhu, fiqhi fi dini, katika dini, manzilatuhu fi lislami adhima, cheo chake ni kikubwa katika Uislamu. Wa darajatuhu fi thawabi kabira, na daraja yake katika thawabu iko juu kabisa, ni kubwa, daraja yake ni kubwa kwa thawabu. Lianna almuslima, kwa sababu Muislamu idha tafaqaha fi umuri dinihi, akiwa ni mwenye fiqhi katika mambo ya dini yake, wa arafa ma lahu, na akajua haki yake, nini anacho yeye katika jambo lake, wa ma alaihi min huquqi wa wajibati, na yale ambayo yako dhidi yake yeye miongoni mwa haki za watu na mambo ya wajibu. Akijua hayo, mambo gani ambayo ni juu yangu mimi niyafanye na mambo gani ambazo ni haki wajibu ambao uko juu ya mgongo wangu, akiabudu rabbani, Muislamu huyo atamwabudu Mola wake ala ilmin wa wasf, juu ya ilmu na uoni. Atakuwa anaabudu kwa Allah kwa elimu na uoni wa hali ya juu. Wayuwaffaqu lilkhairi, na Allah humwafikisha kwa kufanya kheri. Wasaadatu fi dunya wal akhirah, na kupata mafanikio duniani na akhera. Ukishajua umuhimu wa elimu, ukifanyia kazi ni yapi ambayo ni juu yangu kuyatekeleza, na ni yapi ambayo kama sitatekeleza na madhambi, tutamkuta na maabudu Allah kwa elimu. Inshallah tufika hapa, tuko katika utangulizi. Darsa ya fiqh itaanza kuhusiana na miadi, hadi tuko katika mkadimi. Inshallah uko mbele nitafahamu kidogo, tuko kwenye utangulizi bana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka